Leo Mheshimiwa Rais anatumia fedha hizi za umma kuwekeza sana kwenye sekta ya afya na mtoto au kwenye sekta ya mama na mtoto. Lengo ni kwamba kama kuna mama mjamzito akijifungua, basi yeye apone na mtoto apone. Lakini ndugu zangu, akina mama na akina baba mlioko hapa, gharama katika hospitali zetu za kawaida za mama kujifungua katika hali ya kawaida ni 75,000 mpaka shilingi 100,000. Na akijifungua kwa operesheni kwenye hospitali zetu hizi za umma ni shilingi 200,000 mpaka pengine hata zaidi kidogo. Lakini kinachotokea, gharama kubwa ya matibabu kwa mama huyu anapojifungua zinabebwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachopaswa kufanyika ni kitu gani? Wewe ukishasaidiwa, serikali imekulipia ile pesa na umetoka salama. Kinachopaswa wewe sasa, usimdondoshe Mheshimiwa Rais kwa kwenda kuwa na malezi ya mtoto yasiyofaa mpaka mwisho anadumaa na mwisho anakuja kuwa si mtu sahihi katika taifa letu. Ndio maana naambiwa nyonyesha mtoto angalau kwa kipindi kisichopungua miaka 2, angalau nyonyesha mtoto bila kula kitu chochote angalau kwa miezi 6, ili uijenge afya ya mtoto ambaye kesho tukizungumzia maendeleo hataanza ubishibishi unaotokana na udumavu. Je, watu wetu wa sasa wadumae au wasidumae? Tunasema wasidumae, kwa sababu Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo ya kuilinda afya ya mama na mtoto. Nisikilizeni ndugu zangu, ukiingia kwenye chumba cha upasuaji leo utaikuta mashine kubwa ambayo ni mashine ya usingizi. Daktari wangu hapa ataniambia ukweli kwamba mara nyingi sana zamani mtu akienda kufanyiwa operation alikuwa anaweza kufa, na kilichokuwa kinamuua watu wanasema operation haijafanyika vizuri. Sio kweli. Asilimia kubwa ilikuwa inatokana na kukosekana kwa mabingwa wa usingizi. Daktari wa upasuaji anafanya vizuri, lakini kwenye mambo sasa ya kubalance kwenye usingizi pale ilikuwa ni shida. Lakini leo Mheshimiwa Rais amewekeza kupata madaktari bingwa wa mambo ya usingizi, wa mambo ya operation, wa mama na mtoto, wa mtoto tu, wa masuala ya magonjwa kina mama. Leo huku ndani eti na hapa Makurumula kuna mashine kubwa huko ndani za kumsaidia mama kuweza kujifungua vizuri. Hebu pigeni makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utekelezaji wa mradi huu ni unatumia kwa njia force account. Hali ya utekelezaji wa mradi huu ni kama ifuatavyo. Jengo la upasuaji limefikia 100% kwa maana limekamilika, lakini jengo la wazazi limefikia 70% na mpaka hivi sasa ujenzi bado unaendelea. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hadi hivi sasa jumla shilingi 279,101,649 zimetumika, ambazo ni sawasawa na 79.74% ya fedha zilizotolewa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi huu baada ya kukamilika utasaidia wananchi takriban 200,677, ambapo kati ya hao 50,677 wanatoka kwenye kata ya Makurumla na wananchi takriban 150,000 wanapatikana kutoka kwenye kata za jirani ambazo ni Mabibo, Manzese, Mburahati. Lakini pia watapata huduma za kujifungua, ultrasound na huduma za upasuaji kwa wale wakina mama ambao wanakuwa na uzazi pingamizi, lakini pia na kuweza kulaza wajawazito. Lakini pia kwa kuendelea, mradi huu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utasaidia wakina mama takriban 50 mpaka 70 ambao wanapata rufaa kila mwezi kutoka kwenye kituo chetu kwenda kwenye vituo vingine kwa ajili ya uzazi pingamizi. Lakini pia kwa jengo la kina mama kukamilika kuweza kuwalaza, tutakuwa tuna uwezo wa kuwalaza wakina mama zaidi ya 80, ambapo kwa sasa hivi ni tofauti na jengo letu lililopo linaweza likawalaza wakina mama 2 tu kwa ajili ya kujifungua. Kwa kusema haya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mradi wa kituo cha afya Makurumla.